zangu waandishi wa habari wa Tanzania ambao mnafuatilia hafla hii, ningeomba tuwe na sekunde 10 za ukimya, alafu nitawaeleza ni kwa nini tuna hizo sekunde 10 za ukimya. Tuanze. Asanteni. Sekunde hizi ni kwa ajili ya kuwakumbuka watani zetu klabu ya Simba Sports Club ambayo tayari imeshaaga mashindano ya CAF Champions League msimu huu wa 2025-26. Mashindano waliyapenda, lakini out imewapenda zaidi. Kabla sijaingia kwenye ajenda ya msingi ambayo imefanya tuwaite hapa siku ya leo, liko jambo ambalo uongozi wa klabu ya Young Africans umeniagiza niliseme. Jana kupitia vyombo mbalimbali vya habari tulishuhudia moja ya tukio la hovyo kabisa kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Moja ya tukio la kihuni. Moja ya tukio la kishamba zaidi kufanyika kwenye mchezo wa mpira wa miguu hapa kwenye ardhi yetu ya Tanzania. Tukio hili limehusisha mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club ambaye baada ya mchezo wao ilionekana video mbalimbali akishambuliwa na baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo. Sisi kama Young African Sports Club, kwanza tunalaani vikali vitendo hivyo. Ni vitendo vya kihuni ambavyo havina nafasi yoyote kwenye mchezo huu pendwa wa mpira wa miguu. Lakini la pili, kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans, tunapenda kumpa pole mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Murtaza Mangungu na viongozi wote ambao walikumbana na kadhia hiyo siku ya jana. Ziko nyakati tunaweza kupishana kwenye itikadi zetu za kimpira, lakini linapokuja swala la football kuwa fair play, kama vilabu ni lazima tutoe matamko haya kukemea na kupinga vikali vitendo vya kihuni ambavyo vimefanyika jana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ambavyo wametoa wito watu wengine, na sisi klabu ya Yanga tunaliomba jeshi la polisi lichukue hatua stahiki kwa yoyote ambaye atabainika amehusika na vitendo vile vya kishamba vya kumshambulia mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa siku ya jana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.